Wakati wanakwenda kuwatambulisha wachezaji wao kwa maelezo yao, surprise ilikuwa nini kati ya mchezaji na mshabiki wa Simba? Rais wa Dar es Salaam Young Africans, rafiki yangu, ndio mgombea pekee ya wenyekiti ndani ya Yanga, ndivyo sivyo? Engineer Harris Saidi anampa Michael Kamwe ya Azam TV, anamwambia hii surprise imalizie wewe. Ndio nimemnukuu hivyo. Tumesajili wachezaji, hatujasajili vinyozi. Ni mmesajili? Lipo tangazo kutoka saluni moja Warabuni, Saudi Arabia. Wanasema walikuwa na kinyozi wao, amewatoroka. Kwa hiyo kama kuna mtaalamu wa kinyozi aende akaombe kazi kwenye hiyo saluni. Nani aliwatoroka wewe? Ila niseme mwaka huu iwe isiwe, hatutakubali kwa namna yote ile kumwona mchezaji wa Simba anafanywa mabaya na watani. Lakini niwapongeze sana mashabiki wa Simba. Clean line kutoka katika moyo wangu. Leo hii kama unamwita shabiki wa Simba, unakwenda live kwenye peji yako ina watu zaidi ya 30,000. Yule shabiki wa Simba ana Betway, shabiki wa Simba ana Mokora, shabiki wa Simba ana Jerut. Guys, wamezungumza kwa namna ambavyo kwa muda mchache aloingia yule mchezaji na kwenda kugusa mipira miwili, ameonekana ni striker wa aina gani. Kama Jerut amefanya jambo kwa kijana, basi Betway ana haki ya kufanya jambo kwa kijana. Dakika 90 zinapofika mwisho, kelele zinapanda, hisia zinachangamka. Hapa ndipo kila kitu kinaamuliwa. Hii ni full time. Mchezo unaanza, unapanda na mwisho wake unaamua kila kitu. Full time ya Hot Peas. Tuanzie hapa Shemikoi. Simba Sport Club alikuwa na mchezo wake wa kwanza pale kwenye michuano ya Kagame ambapo alicheza na Mogadishu, na wachezaji wote 70% waliosajiliwa kwenye dirisha hilo walipata nafasi, ila gumzo ikawa kwa namba 9 wa Simba Sport Club, Ibrahim Dumbia. Kila mtu anamtemu namna ambavyo alivyomtazama, pengine kwa namna ambavyo alivyomtazama na dakika ambazo alizopewa Ibrahim Dumbia. Moja katika mastoka ambao wanakuja kufanya makubwa kwenye ligi NBC ni Ibrahim Dumbia. Na Waswahili wanasema siku zote mchezaji mzuri huasubiri muda. Kutaka kumtambua mchezaji mzuri, mpe mpira. Wataalamu wote wa football wameona, wamezungumza kwa namna ambavyo kwa muda mchache aloingia yule mchezaji na kwenda kugusa mipira miwili, ameonekana ni striker wa aina gani. Mpira wa kwanza, Chama anapiga pasi ya ndani, goalkeeper anatandika reli, anahisi nikiweka chini goalkeeper tamgusa na nyanyua mpira, kwa bahati mbaya mpira unakwenda kula nguzo. Watoto wa mjini wanaita mtamba panya. Pasi ya pili inawekwa ndani, anakwenda anaupiga ule mpira, wachezaji wanataka kufanyaje? Kuuana. Kwa sababu umezungumzia mchezaji mmoja, wache ni wapongezi wa viongozi wa Simba, hususan kwenye kamati ya usajili kwa namna ambavyo walivyokwenda kumsajili Ibrahim Dumbia. Ni kijana mdogo lakini ana historia kubwa kwenye football. Ibrahim Dumbia ndio mfungaji bora kwenye ligi ya Mali akiwa na miaka 19. Anakwenda kufunga goli 13, anakwenda kwa assist 5. Ndio mfungaji bora wa timu yake. Timu aliyotoka wamefunga goli 27 baada ya ligi kukwisha. Mwamba mmoja amehusika zaidi ya goli 22 mpaka 23. Kwa hiyo ni mchezaji wa kujivunia na ni mchezaji wa kutamba naye. Kwa hiyo lazima niwaambie mashabiki wa Simba, kazi kubwa iliyobaki kwetu ni kwenye dua na sala kuombea wachezaji hawa, kwa sababu kuna watu wameumbwa duniani wanachoyo. Kuna watu wameumbwa duniani wanachoyo. Wakina nani wamekuwa? Wakiona kitu kizuri kiwe cha jirani yake, yeye anataka kwenda kubadilisha kile kizuri kwa nini? Kibaya. Ila niseme mwaka huu iwe isiwe, hatutakubali kwa namna yote ile kumwona mchezaji wa Simba anafanywa mabaya na watani. Kumbe kuna watu wanawafanyia mabaya wachezaji. Wakienda kuroga nasi tutaroga, wakienda kuchimba nasi tutachimba, ili kuona namna ambavyo malengo ya Simba mwakani yanaenda kufanyaje, kwenda kutimia. Kwa hiyo niseme kwa wastani, Ibrahim Dumbia
ni striker bora, na Simba kuja kwa bahati mbaya amekuja kwa malengo ya Simba, na inshallah mwakani anakwenda kutimia. Kwa hiyo unasema Ibrahim Dumbia ni mchezaji mzuri, ni mchezaji ambaye amekuja kukamilisha malengo ya nani? Ya Simba, na inshallah malengo ya Simba mwakani anakwenda kutimia. Hii unaona namna ambavyo Simba walivyokuwa na quality player, lakini wakati nataja listi first 11 mkamfikiri kwamba timu ya mwaka jana Simba haijabomoka, bado iko ile vile. Namba 8 kacheza bwana mdogo anaitwa Kopa. Mwalimu anafanya surprise nyingine, anamchukua Innocent Liemba anakwenda kumchezea namba ngapi? Namba 9. Lengo ni nini? Lengo kuwaonyesha namna ambavyo Simba usajili wake walivyofanya mwaka huu na malengo ya Simba namna ambavyo wanavyotaka kama klabu kubwa. Sisi tumesajili wachezaji, hatujasajili vinyozi. Ni mmesajili? Lipo tangazo kutoka saluni moja Warabuni, Saudi Arabia. Wanasema walikuwa na kinyozi wao amewatoroka, kwa hiyo kama kuna mtaalamu wa kinyozi aende akaombe kazi kwenye hiyo saluni. Nani aliwatoroka wewe? Baada yule mchezaji kwenda kutangazwa amesajiliwa, wenye saluni wakapata mashaka, huyu mpira kacheza lini? Kumbe mara mwisho alikuwa anacheza ligi ya Zambia na rafiki yake alikuwa Patrick Pili. Ingieni kwenye ukurasa wa Patrick Pili, ameongea haya maneno, mimi sibahatishi. Na bahati nzuri niwaambie waandishi wa habari, nchi hii timu zote zina maifluencer, lakini timu yenye maifluencer bora ni Simba Sports. maanisha nini? Timu yenye maifluencer wamesoma ni Simba Sports. Timu yenye maifluencer wenye mvuto ni Simba Sports. Timu yenye maifluencer wenye msimamo ni Simba Sports. Na hili ukitaka kulijua, nendeni mkaulize management ya Yanga. Kila jambo bora la Yanga lazima influencer wa Simba aitwe na alikwe, na apewe nafasi kubwa. Wengine wataishia kaburi moja tu kupiga kelele hapo. What a player. Nyinyi mmekuwa mashahidi, waandishi. Mlikuwepo kwenye paredi la Yanga. Yanga wanakuwa mabingwa, influencer gani alokupata nafasi ya kunyanyua kombe? So wa Simba. Kumbe yule mnamtambua kama influencer mwana familia wewe. Kuna muda mwingine, kwani shetani alikuwa kiumbe wa nani? Shetani alikuwa kiumbe wa nani? Kwani mnaamini kwamba shetani Mungu amtambui shetani kwamba kiumbe wake? Sasa nyinyi shida nini? Kwa nini mnamtambua yule? Nasema kwani Mungu amtambui kwamba shetani kiumbe wake japokuwa anajeuri? Anamtambua. Nimesema hivi. Kwani Mungu amtambui shetani kwa kiumbe wake? Lakini bado anakuwa nani? Kwa nini mnamtambua? Kwa hiyo ninachosema, juzi haya maneno yangu ili yaonekane kwa kweli, ili nimwambie mdogo wangu Kizinga aendelee kushona viatu, achane na ya mambo, anapoteza muda, ana thamani ndani ya timu yake. Kizinga aendelee kushona viatu, aendelee kupiga kelele makaburi moja hapa, aendelee kupika pilau, arudi shule akaongezea degree yake, maisha yaende. hawathaminiki. Juzi moja katika siku ya muhimu, juzi wameambia watu wasilale, watu wamekesha, sio mimi. Wakati wanakwenda kuwatambulisha wachezaji wao kwa maelezo yao, surprise ilikuwa nini kati ya mchezaji na mshabiki wa Simba? Rais wa Dar es Salaam Young Africans, rafiki yangu, ndio mgombea pekee ya wenyekiti ndani ya Yanga, ndivyo sivyo? Engineer Harris Saidi anampa Michael Kamwe ya Azam TV, anamwambia hii surprise imalizie wewe. Ndio nimemnukuu hivyo. Waandishi wa habari, mnapoona maifluencer wa Simba, wakimbilieni na wapeni maiki, kwa sababu ni watu muhimu na wanajua nini wanafanya. Wewe Makonde, unanisikia? Kwa bahati mbaya na bahati nzuri,
tunawapongeza, umuhimu wetu wanajua, na ndio maana wanatuita kwenye sherehe zao kwenda kuwatangaza watu ambao sisi wanaotudhamini Simba Sports. Lakini Mikoi ni kama ni rahisi nini kurubuniwa sana na Yanga. Hivi katika siku ile kama unasimama na wasomi kati ya wale na hawa, kati ya mdhamini wao na mdhamini wetu, mdhamini gani alokwenda viral? Betway. Na yule kijana ana akili, Mungu ampe maarifa marefu. Alipopewa maiki Azam akasema nikiona keka katikati hapa, nembo itakayoonekana, akatanua kifua hivi. Hii inaonyesha namna ambavyo maifluencer wa Simba wana mvuto mkubwa kwenye jamii. Kisugu, tutegemee na wewe siku moja ukiwa umeitwa na wananchi pale unadunda kutokana na akili mlizonazo nyinyi mashabiki wa Simba na mvuto. Mimi na dau kubwa shehe. Watakuwekea. Hawawezi. Ikitokea wameweka kama unashindwa dau la 5 bilioni 5 kwa yule mchezaji mnamwita nani? Griezmann ama nani mnamwita huyo? Mugisha. Kama unashindwa unaweza kwa Kisugu. Kwa Kisugu ni zaidi ya Mugisha. Kama unashindwa kumchukua yule mzee nani yule South Africa? Shalulile, unaweza kumchukua Kisugu? Mikoi. Mimi expensive bro. Na umesema wewe swaiba yako. Yule swaiba hawezi. Kwa hiyo niambie sana viongozi wa Simba. Wapongeze. Wamefanya jambo zuri, wamefanya jambo jema. Dakika 90 zinapofika mwisho, kelele zinapanda, hisia zinachangamka. Hapa ndipo kila kitu kinaamuliwa. Hii ni full time. Mchezo unaanza, unapanda na mwisho wake unaamua kila kitu. Full time ya Hot Peas.